Hii ni siri kubwa ambayo watu wengi hawaijui. Kila kitu ambacho unakifanya kwa nia ya dhati na ukakirudia mara 7, basi huamsha nguvu za ulimwengu, au tunasema nguvu za universe kuchukua hatua kwa niaba yako. Hii ni njia ya kiroho ambayo inakwenda kuvutia kile kitu unachokitaka kwenye maisha yako, na hasa ni utajiri, mafanikio, furaha na amani. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na pia kama ni mgeni kwenye channel hii, napenda kusisitiza usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na moja kwa moja tuende kwenye somo letu ambalo nakwenda kuelekeza namna gani unakwenda kutumia spell hii kwa ajili ya kuvuta mafanikio kwenye maisha yako. Siri hii ya kipekee na yenye nguvu inahusisha kurudia kuandika maneno haya kwenye karatasi mara 7 kwa amani na kwa nia safi, na lengo kuu ni kuwasiliana na nguvu za ulimwengu ili kuweza kuleta mabadiliko halisi kwenye maisha yako. Na hivi ndio vifaa utakavyotakiwa kwenda kuwa navyo kwenye kwenda kufanya spell hii ya leo. Kwanza kabisa utahitajika kuwa na karatasi nyeupe. Karatasi hii hakikisha haijaandikwa kitu chochote, iwe karatasi nyeupe. Pia utahitajika kuwa na kalamu, na mwisho kabisa unatakiwa kuwa na mto ambao huwa unatumia kulalia kitandani. Yani lazima uwe na mto kwenye kwenda kufanya hili zoezi. Katika ile karatasi utatakiwa kuandika jina lako. Na ukishamaliza kuandika jina lako, chini utachukua kuandika kile kitu unachohitaji. Ni pesa, ni amani, ni mafanikio, ni mpenzi, ni mke, ni mume, ni gari, ni nyumba. Andika kile kitu ambacho wewe unakitaka, kitu ambacho unakihitaji kije kwenye maisha yako kwa muda huu na uhitaji na hicho kitu. Basi utatakiwa kukirudia kuandika kwenye ile karatasi mara 7. Ndio maana nimesema kujua nguvu ya kuandika kitu kwenye karatasi mara 7 ili kije kuleta uhalisia au mabadiliko kwenye maisha yako. Basi utakapokuwa umeandika kile kitu mara 7, unaanza kuandika jina lako, kisha unafuata kuandika kile kitu unachokitaka mara 7. Na kuandika mara 7 ni ishara ya kuamsha au kuamsha ulimwengu ili uweze kukileta kwenye maisha yako halisi. Na utakapokuwa umemaliza kuandika kwenye karatasi mara 7, basi utatakiwa kuweka chini ya mto ambapo unaweka kichwa chako. Na zoezi hili ni vizuri kufanya usiku wakati unakwenda kulala. Yaani wakati unataka kwenda kulala ndio unaandika, ndio unaweka ile karatasi, kisha ndio unalala pale. Na zoezi hili ni vizuri kurudia mara 7. Yaani siku ya kwanza unaandika, unaweka, unalala. Siku ya pili hivyo hivyo, rudia zoezi hili mara 7. Na kila siku utakapokuwa umemaliza kuandika, umeshalala, asubuhi utakapoamka kile karatasi utatakiwa ukichome. Unaweza ukichoma kwa mshumaa au kwa moto au kwa jiko, ni wewe mwenyewe utakavyoamua, ila lazima karatasi hii uichome kwa moto. Kwa hiyo kila siku utatakiwa kuweka karatasi mpya pale chini ya mto wako. Kila siku kwa hizo siku 7 utatakiwa kuandika maandishi yale yale, mambo yale yale kwa muda wa siku 7. Kila siku utatakiwa kuweka ile karatasi chini ya mto wako. Na pia sio kwa kuandika tu, ila bali unatakiwa pia uwe unanuia kwa kurudia kauli hiyo hiyo uliyoandika kwa kuitamka kwa mdomo wako wewe mwenyewe, kwa kurudia vile vile mara 7 kwa sauti ya moyoni ukiwa na imani thabiti. Rudia mchakato huo siku 7 mfululizo, pia huku ukiwa na utulivu, ukiwa na umakini, na usikubali mashaka wala hofu yoyote kuingia na kutokuwa na imani kamili. Hakikisha unakuwa na imani kwenye hili jambo ambalo unalifanya, kwamba kweli matokeo utayaona. Universe kweli umeiachia jukumu la kufanya kile ambacho wewe umekiandika pale. Na hii ndio siri au njia ya pekee ya kuvuta utajiri na mafanikio. Kwa kurudia kauli hii au vitendo hivi kwa siku 7 mfululizo, unafungua mlango wa mabadiliko ya kweli. Usipoamini huwezi kuona matokeo. Ndio maana nasema hakikisha una imani na hichi kitu unachokifanya. Lakini ukiamini na kutenda, universe pia uchukua hatua kwa ajili yako. Hiyo ndio spell yetu ya leo, ambapo nimekuelekeza namna gani unaweza kufanya, namna gani unaweza kutumia hii spell kuweza kuvuta mafanikio kwenye maisha yako. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, lakini pia nipende kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe. Pia usisahau kulike na kucomment kama umeona spell hii inaweza kusaidia, na pia usisahau kushare kwa mtu ambaye unahisi ana uhitaji zaidi wa kuona spell hii kwa wakati huu. Asante.